Russia yashambulia eneo la kutengeneza makombora na ghala la mafuta la Ukraine huko Kiev. Wizara ya Ulinzi ya Russia imetangaza kuwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo vimeshambulia kituo cha kijeshi na viwanda cha Ukraine kinachotengeneza makombora ya cruise pamoja na ghala la mafuta huko Kiev. Katika taarifa yake mapema leo Jumamosi, wizara hiyo imetangaza kuwa mashambulizi hayo yaliyohusisha silaha za nchi kavu zinazolenga kwa usahihi yamelenga kiwanda nambari 111 katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, ambacho huzalisha vipuri na vichwa vya makombora yanayorushwa kutoka kwenye meli aina ya FP-5 Flamingo. Katika taarifa yake ya mapema leo Jumamosi, wizara hiyo imetangaza kuwa mashambulizi hayo yaliyohusisha silaha za nchi kavu zinazolenga kwa usahihi yamelenga kiwanda nambari 111 katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, ambacho huzalisha vipuri na vichwa vya makombora yanayorushwa kutoka kwenye meli aina ya FP-5 Flamingo. Wizara ya Ulinzi ya Russia imeeleza kuwa kiwanda hicho kilikuwa kikiendeshwa na kampuni ya Firepoint iliyopigiwa debe kimataifa na Volodymyr Zelensky wa Ukraine na kinachohusishwa na mfanyabiashara mwenzake wa zamani Timur Mindich, ambaye ni mtu muhimu kwenye kashfa kubwa ya ufisadi. Jeshi la Russia pia limeripoti kuwa limeshambulia ghala la mafuta la Kiev-3 linalomilikiwa na kampuni ya Grand Terminal ambalo linasambaza bidhaa za petroli kwa jeshi la Ukraine. Inaripotiwa kuwa malori ya mafuta yalitumwa kwenye kituo hicho ili kupeleka mafuta kwa wanajeshi wa Ukraine mashariki mwa nchi hiyo. Kwingineko, wizara ya ulinzi ya Russia imetangaza kuwa droni za nchi hiyo zimezishambulia meli 2 za mizigo baharini kusini na mashariki mwa Odessa. Meli hizo zilikuwa zikisafirisha zana na vifaa vingine vya kijeshi hadi katika bandari za Ukraine. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Russia limezidisha mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya viwanda vya Ukraine vinavyozalisha vifaa vinavyotumika jeshini na katika miundombinu muhimu kwa ajili ya matumizi ya kiraia na ulinzi. Hayo yakiendelea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafanya ziara ya kwanza nchini Serbia, nchi inayozingatiwa kuwa mshirika wa Urusi. Zelensky atafanya mazungumzo na rais wa Serbia Aleksandar Vučić. Rais wa Ukraine yumo kwenye juhudi za kutafuta silaha zaidi wakati ambako nchi yake inakabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi. Kwa upande wake, Serbia inatumai kupata manufaa kutoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Ulaya, ingawa imekataa hadi sasa kuiwekea Urusi vikwazo. Hatua hiyo imeukasirisha Umoja wa Ulaya na hivyo kupunguza kasi ya Serbia kuelekea kujiunga na kambi hiyo. Diplomasia imeshindwa kufanya kazi kwa zaidi ya miaka 4 tangu Urusi ilipoanza mashambulizi yake makubwa dhidi ya Ukraine, na nchi hizo mbili zinaongeza kushambuliana kwa makombora ya masafa marefu na droni ambayo yanasababisha idadi kubwa ya vifo vya raia. Na nikwambie, mashambulizi baina ya Urusi na Ukraine yanaendelea na kumekuwa na mashambulizi ambayo ni ya mfululizo, kwa upande wa Urusi akishambulia Ukraine na Ukraine akijitahidi pia kurudisha majibu kwa upande wa Urusi. Na hata pia hii leo Jumamosi, taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba wanajeshi wa Urusi waliweza kushambulia pia meli zilizokuwa zinasafirisha silaha za jeshi la Ukraine kwa kutumia droni yao katika Bahari Nyeusi. Na hizi taarifa zimeripotiwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Na nikwambie, jeshi la Urusi limefanikiwa kukomboa maeneo takribani 8 yaliyokuwa yanadhibitiwa na jeshi la Ukraine. Maeneo hayo ni katika mikoa ya Kiev, mikoa ya Kharkov, Sumy na Zaporizhzhia. Hii ni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti 2026. Kwa mujibu wa jeshi la Urusi, maeneo ambayo yamekombolewa ni makazi ya Belkolodez, Ustinovka, Baksheyevka katika mkoa wa Kharkov na Rezeyevka katika mkoa wa Sumy. Na siku pia ya Ijumaa walifanikiwa kuchukua mamlaka ya makazi ya Niskino kwenye mkoa wa Kharkov kupitia operesheni hiyo ambayo ilifanyika. Pia walifanikiwa kushinda katika eneo la Olgovka ndani ya mkoa wa Kharkov. Vile vile jeshi hilo limefanikiwa kukomboa pia makazi ya Lubitskoye na Zaronitsa kwenye mkoa wa Zaporizhzhia kupitia operation ambazo zilikuwa za nguvu kweli kweli. Vile vile jeshi la Ukraine linakabiliwa na changamoto karibu na Slaviansk katika eneo la Donetsk People's Republic linalodhibitiwa na Kiev, na linajaribu kuimarisha ulinzi katika eneo hilo. Volodymyr Zelensky anasema baada ya mkutano na kamanda mkuu Mikhail Dabropat. Anasema kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine Mikhail Dabropat aliendesha kikao cha kutoa taarifa. Zelensky aliandika kwenye Telegram. Aliongeza kuwa katika mkutano huo alijikita zaidi kwenye hali ya mambo karibu na Slaviansk na eneo la Donbas kwa ujumla. Kulingana naye, jeshi la Ukraine linahitaji kufanya kazi bora zaidi katika kulinda maeneo hayo.
Mapema mwezi Julai, vikosi vya Urusi vilikomboa mji wa Konstantinovka kwenye eneo la DPR. Kwa sasa vinaendelea kusonga mbele kuelekea eneo la miji inayounganika ya Slavyansk, Kramatorsk pamoja na kuelekea upande wa Dobropol. Vile vile, mjasiriamali wa Marekani Elon Musk amekataa kuiruhusu Ukraine kutumia mfumo wa Starlink kwa ajili ya mashambulizi ya moja kwa moja ndani kabisa eneo la Urusi ili kuzuia mzozo kupamba moto, kulingana na vyanzo vilivyonukuliwa na jarida la The Atlantic. Kwa sasa hakuna uamuzi chanya. Elon anaendelea kusisitiza kuwa ni wakati wa kufikia makubaliano. Jarida hilo lilinukuu chanzo kilicho karibu na aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Ukraine Mikhail Fedorov, ambaye aliwasiliana na Musk kuhusu swala hili. Awali jarida hilo liliweza kuripoti kuwa Volodymyr Zelensky pia alimwomba rais wa Marekani Donald Trump kumshawishi Musk ili aruhusu Kiev kutumia satellite za Starlink katika kupanga mashambulizi. Ikulu ya Marekani na kampuni ya SpaceX ya Musk hazikujibu ombi la shirika la habari la TASS la kutaka maoni yao. Lakini pia hayo yakiendelea kwa rais huyo wa taifa la Ukraine, ni kwamba Volodymyr Zelensky, wasaidizi wake na sehemu kubwa mawaziri na wabunge wa chama tawala cha Servants of the People huzungumza Kirusi wanapokuwa nje ya kamera, huku raia wa kawaida wa Ukraine wakitozwa faini kwa kukizungumza. Mbunge wa Verkhovna Alexei Goncharenko anasema alitolea mfano tukio lililomhusu kocha wa timu ya vijana soka ambaye alitozwa faini kwa kuzungumza Kirusi wakati wa mazoezi ya klabu. Kumbuka vita hivi vina mengi sana ambayo yameweza kuibuka ndani ya taifa la Ukraine. Huruhusiwi kuzungumza Kirusi. Kuzungumza Kirusi basi unapigwa faini. Kwa hiyo shughuli ni nzito sana katika vita hivi ambavyo vinaendelea.